Naam, tunaanza kwa taarifa kamili ya habari kisoma kwako na Zawadi Bashemela. Asante Laurentina, kwanza ni habari za kitaifa. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji Rufaa Jacobo Mwambegele ametangaza leo kuwa tume hiyo imekubali kuanzisha majimbo mapya ya uchaguzi 8 katika mikoa mbalimbali nchini. Akiongea jijini Dodoma leo, Mwambegele amesema miongoni mwa majimbo yaliyogawanywa ni jimbo la Chato, jimbo la Sorwa, jimbo la Bariadi, jimbo la Mbeya mjini, jimbo la Dodoma, jimbo la Mbagara na jimbo la Ukonga. Kwa kanda ya Ziwa, mkoa wa Geita yameanzishwa majimbo mawili ambapo jimbo la Busanda limegawanywa na kuanzishwa jimbo la Katoro na jimbo la uchaguzi la Chato limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la Chato Kusini. Mkoa wa Shinyanga, jimbo la Solwa limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la Itwangi, na mkoa wa Simiyu, jimbo la uchaguzi Bariadi limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la Bariadi mjini. Swala kahawa itauzwa. Kutokana na kuongezeka kwa majimbo ya uchaguzi mapya 8, napenda kuwatangazia kuwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 jumla ya majimbo ya uchaguzi 272 yatatumika kwa ajili ya uchaguzi wa wabunge katika Jamhuri ya Muungano. Kati ya majimbo hayo 222 yapo Tanzania bara na 50 yapo Tanzania Zanzibar. Orodha ya majimbo yote itachapishwa na kutangazwa kwenye gazeti la serikali. Idadi ya kata za uchaguzi. Napenda kutangaza rasmi kwamba jumla ya kata 3960 zitatumika kwa ajili ya uchaguzi wa madiwani kwa Tanzania bara katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Amesema uamuzi huo umefanyika kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 75 kipengele cha kwanza, cha pili na cha 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ikisomwa pamoja na kanuni ya 18 kipengele cha 7 ya kanuni ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka 2024. Serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeanzisha mpango maalum wa kutoa ufadhili kwa wanafunzi wa kidato cha 6 waliopata ufaulu wa juu katika masomo ya sayansi ili kujiunga na shahada ya kwanza katika vyuo vikuu vinavyoongoza duniani. Akiwasilisha bajeti ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa mwaka wa fedha wa 2025-2026 bungeni mjini Dodoma, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolfu Mkenda amesema mpango huo utahusisha taaluma za sayansi ya takwimu, akili bandia na kompyuta. Waziri Mkenda amesema utekelezaji wa mpango huo umegawanywa kwa hatua 3 ikiwemo kambi ya maandalizi ya miezi 10 kwa wahitimu wa kidato cha 6 kuwatafutia nafasi za udahili na ufadhili wa vyuo vya nje na kuendeleza wenye shahada ya kwanza katika taasisi ya Nelson Mandela na taasisi ya India Campus ya Zanzibar. Aidha, amesema serikali itaendelea kufadhili wanafunzi wa fani ya sayansi ya nyuklia na kuwekeza kwenye tafiti ambapo miradi 130 itaendelezwa na mingine 155 kuanzishwa katika sekta za afya, elimu, kilimo, biashara na mazingira. Mkuu wa wilaya Mleba mkoani Kagera Dr. Abel Nyamahanga amewataka viongozi wa vijiji na kata kusimamia kikamilifu uuzaji wa kahawa mbichi kwa wakulima ili kuweza kuvuna zenye ubora unaotakiwa na kuongeza ubora wa thamani wa zao hilo. Dr. Nyamahanga amesema hayo wakati wa kikao cha wadau wa kahawa kilichofanyika katika ukumbi wa halmashauri ya wilaya hiyo na kubainisha kuwa kahawa zote zitakuwa zinauzwa kwa njia ya mnada kwenye vyama vya msingi pekee. Amesema kuwa jukumu la kusimamia utoroshaji wa zao hilo sio la serikali pekee bali ni la kila mdau, hivyo endapo mtu atabainika kufanya vitendo hicho atachukuliwa hatua za kisheria. Swala kahawa itauzwa, itapelekwa kwenye vyama vya na itauzwa kwa njia ya nini? Waambie watendaji wa vijiji kwenye vijiji vyao wakashushe maelekezo kwenye vitongoji vyao. Lazima maafisa wa ugani pia tushiriki katika hayo, na lazima tushirikiane ili wote kwa pamoja tuimbe wimbo mmoja, na wakaketi huko wawaambie wakulima uvunaji wa kahawa mbichi unakoma mara moja na ni kosa. Lengo ni nini? Waone kwamba
ili jambo sio siasa. Yaani watu wakiona jambo halitekelezwi utasikia ni siasa. Ni swala tu kwamba tunashindwa kusimamia. Afisa kilimo wilaya ya Mleba Bwana Daudi Kingu amesema kwa msimu wa mwaka huu wilaya hiyo inatarajia kuvuna tani 5816 za kahawa ya maganda na itapata ushuru wa zaidi ya shilingi milioni 800, ingawa bado kuna changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi na utoroshaji wa zao hilo kwenda nje ya nchi. Na sasa ni habari za kimataifa. Zaidi ya watu 100 wamefariki kufuatia mafuriko katika kijiji kimoja karibu na fukwe za ziwa Tanganyika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hayo yameelezwa na msimamizi wa wilaya ya Fizi katika mkoa wa Kivu Kusini, Sami Karodiji, ambaye amefahamisha kwamba mafuriko hayo yameathiri kijiji cha Kasaba ambako taarifa zinaonyesha hadi Jumamosi kwamba zaidi ya watu 100 wamefariki. Mafuriko hayo yanashuhudiwa kwenye eneo hilo katika wakati ambapo mashambulizi ya waasi wa M23 yameongezeka katika eneo hilo la mashariki tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Maelfu ya watu waliuawa kupitia kipindi cha miezi ya mwanzo mwa mwaka huu kufuatia mapigano hayo. Na hisa katika masoko ya biashara zimepanda leo Jumatatu baada ya Marekani na China kufanya mazungumzo ya kibiashara yaliyokuwa na tija. Mataifa hayo mawili yamekubaliana kutangaza kupunguza ushuru wa zaidi kwa ziada kwa siku 90, hatua iliyochochea matumaini kwamba pande hizo mbili hatimaye zitamaliza mvutano wao uliosababisha mtikisiko kwenye masoko ya dunia. Baada ya mazungumzo ya siku 2 mjini Geneva nchini Uswisi, Marekani na China zimetoa taarifa ya pamoja ambapo inaonyesha kwamba Marekani imekubali kuipunguzia China ushuru hadi 30%, huku China nayo ikipunguzia Marekani ushuru hadi 10% kuanzia leo Jumatatu. Muda wa siku 90 utatumiwa na maafisa wa pande zote kushughulikia tofauti zilizopo. Wazua. Msikilizaji, shukrani huongeza baraka. Wazua. Na huo ndio mwisho wa duru habari jioni ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, TikTok na X @Radio Kwizera FM, YouTube Kwizera TV na website yetu radiokwizera.co.tz. Saa 2 kamili usiku utasikiliza taarifa nyingine ya habari. Taarifa ya habari imesomwa kwako na Zawadi Bashemela. Unaendelea kusikiliza makala ya duru zetu la siri kutoka hapa Radio Kwizera FM, na nafasi ya kuendelea kutuandikia maoni yako kupitia namba ya ujumbe mfupi ya 0692573615, nami maoni yako nitayatazama hapo baadaye. Unaendelea kusikiliza makala ya duru zetu la siri, habari kuu leo hii. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetangaza leo kwamba imekubali kuanzisha majimbo mapya ya uchaguzi 8 katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeanzisha mpango maalum wa kutoa ufadhili kwa wanafunzi wa kidato cha 6 waliopata ufaulu wa juu katika masomo ya sayansi. Na zaidi ya watu 100 wamefariki kufuatia mafuriko katika kijiji kimoja karibu na fukwe za ziwa Tanganyika huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Radio Kwizera FM ikikutangazia kutoka mjini Ngara, Kagera nchini Tanzania, msikilizaji. Na sasa ni wasaa wa uchambuzi, lakini fuata taarifa zetu ambapo tunaanza kwa taarifa kwamba
kujivua wanachama kwa waliokuwa viongozi katika sekretarieti ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wakati wa uongozi wa Freeman Aikaeli Mbowe kumeibua wasiwasi kuhusu uhai wa chama hicho kikuu cha upinzani hapa nchini. Viongozi watano waliokuwa katika sekretarieti hiyo ya Chadema wakiongozwa na aliyekuwa naibu katibu mkuu bara Benson Kigaila na naibu katibu mkuu Zanzibar Salum Mwalimu wametangaza uamuzi huo wiki iliyopita. Ingawa hawakusema kwamba watahamia chama gani, lakini minong'ono imekuelezwa kwamba makada hao wengine wao hawajatajwa wana mpango wa kuhamia ACT Wazalendo, Sauti ya Umma yani SAU au Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA. Swali ni je, wanasiasa wanapojiunga na vyama vya kisiasa wanakuwa wakiamini katika falsafa na misimamo ya vyama hivyo au huingia tu kwa sababu ya maslahi yao binafsi? Swali hili limemuuliza Baraka Chambala ambaye yeye ni mchumi na mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Tanzania na kimataifa. Watu wengi wako kwenye vyama lakini hawana sababu za msingi kuwa kwenye vyama hivyo. Yaani watu wako kwenye vyama vya siasa lakini hawana sababu za msingi za kuwa katika vyama hivyo isipokuwa fursa tu ya kuyafikia malengo yao ya kimaisha yanayohusiana na mambo binafsi. Ndio changamoto ambayo naiona. Labda nikupe mfano mmoja. Mtu akitaka kuwa Mkristo, kuna mchakato ambao unafanyika, ni mfupi sana, sio mrefu, unaweza kuwa na dakika 2. Kuna mchakato unaofanyika pale ambapo mtu anatakiwa kukiri baadhi ya vitu. Atahubiriwa, baada ya kuhubiriwa kuna vitu taamini na ataonyeshwa vile alivyokuwa anaviamini haviko sawa. Kisha atakubali kwamba anakabidhi maisha yake kwa Yesu Kristo na ataitwa mbele, ataombewa na kuna maneno ambayo atabidi yeye ayakiri. Maana yake atakuwa anaambiwa na uongozo kisha anajibu na baadaye maana yake atabadilika kwa Kristo. Kwa kuna misingi ambayo anaapa, pana kiapo ambacho mtu ataapa ili kuweza kuwa Mkristo. Na katika Uislamu ni hivyo hivyo. Kwa upande wa dini kuna viapo vinakufanya wewe uwe Mkristo na kuna viapo vinakufanya uwe Muislamu. Japo kuna ambao wamezaliwa katika hizo dini na huwa mara nyingi wanajikuta tayari wanaishi hivyo viapo kutoka kwa watoto wanavitamka mara kwa mara, lakini kwa wanaoingia wapya lazima pia kabla ya kuingia lazima wapite katika huo mchakato. Unafikiri sasa kwa vyama vya siasa vinakosea wapi katika misingi hiyo vinapowapokea wageni ili kuweza kuwapisha na kuwalisha imani ya chama hicho ili kuepuka hii kuondoka na kuja? Upande wa vyama vya siasa nao vina itikadi zake. Kwa mfano wa itikadi sehemu 2 za au 3. Chama cha Mapinduzi kwa mujibu wa katiba yake inaonyesha kwamba ni chama cha kijamaa, ambapo chama cha kijamaa maana yake ni chama ambacho sera zake za kisiasa ni kwamba kinaielekeza serikali kuendesha uchumi wake kutokea katika sekta ya umma. Maana serikali inakuwa ni sehemu ya mzalishaji, ndio maana ya uchumi wa kijamaa. Maana tunasema ni public economy, uchumi wa umma. Serikali inaendesha, inakuwa sehemu ya uendeshaji au mshindani mkuu katika uchumi uzalishaji. Wakati uchumi wa kibepari tunasema ni uchumi ambao ni uchumi wa mtu mmoja na wa sekta binafsi. Sekta binafsi inakuwa ni mzalishaji mkuu. Sasa ukitazama Chadema na CCM wanapishana, hizo ni picha halisi zinazowatofautisha. Yaani akitokea mtu kutoka Marekani, Uingereza ukamleta Tanzania ukamuuliza tofauti ya CCM na Chadema ni nini, ukataja vitu hivyo viwili na kuelewa haraka kwamba huyu ana msimamo wake ni nini na huyu msimamo wake ni nini, na anaweza kupata mwangaza aungane na nani, kwa sababu hivi ni vitu ambavyo vinatafsirika kwa wepesi na vinaeleweka. Lakini pia ukitazama CCM inatumia uongozi ambao unaweza kusema kwa Kiingereza ni unitary government, serikali moja, mambo yote yanaamriwa sehemu moja kwa taifa zima. Kwa kuna mambo ambayo yanaweza yakawa yanafanyika katika eneo fulani, maeneo mengine mnasubiri. Kwa mfano akisema kwamba tunataka kuendeleza masuala ya michezo nchini, serikali inaweza kaamua pale bunge la Dodoma kwamba tutaanza kujenga viwanja Dodoma, tutajenga viwanja ndani Arusha, tutakwenda Mwanza, Kigoma itasubiri baadaye. Na mnakubaliana kwa sababu ni unitary government. Mnakuwa ni uchumi ambao naweza kusema ni aina utawala ambao ni wa kwenye foleni. Wote mnakaa kwenye mstari mmoja. Yaani wote mnakaa kwenye mstari mmoja. Hakuna tena mstari mwingine, mstari mmoja. Kwa hiyo akitoka huyu anahudumia mwingine hivyo mpaka nafikia malengo. Labda itokee ni rasilimali za kutosha ndio mtapata wote. Lakini bila hivyo maana yake wote mnakaa kwenye mstari mmoja na wataangalia kipaumbele apewe nani. Kwa maana hiyo sasa Chadema wao wanaamini katika uongozi wa namna gani? Chadema wao wanaamini katika utawala ambao ni wa kimajimbo. Utawala wa majimbo ni kwamba maeneo tofauti yanakuwa na serikali zao na yanaweza yakawa na baadhi ya sheria zao. Kuna sheria za jumla za kitaifa, lakini panakuwa na sheria za maeneo ambayo yanaendesha uchumi wa hayo maeneo, na wanakuwa na mabunge yao madogo ambao mabunge hayo yanafanya maamuzi, yanapanga bajeti, yanakuwa na maspika wao, wanafikia mwafaka wa bajeti zao, kila kitu. Na wanaweza kuwa pia hata wana sera tofauti za ukusanyaji wa kodi. Kwa panakuwa na asilimia kiasi fulani
kwa kiasi kidogo ama 20% inaenda katika serikali kuu, ambapo serikali kuu itasimamia mambo makubwa, kwa mfano kama ya ulinzi, jeshi na vitu kama hivyo, hata kama unavyoona Marekani vile. Ukisema mambo hayo mtu anaelewa kwamba huyu ni Chadema, tafsiri yake ni Chadema inatofautisha na CCM kwa mambo hayo. Ni mambo ya msingi sana, yani ni mambo ya msingi ambayo yanatofautisha CCM na Chadema, kama ni vyama vili tofauti, na ni rahisi kutafsiri kwamba Chadema na mambo tofauti na CCM na mambo tofauti. Na mimi ninapofanya maamuzi ya kuwa katika chama fulani, hiyo inanifanya mimi nijue kama CCM inanifaa au Chadema inanifaa. Baraka John Chambala, umezungumzia utofauti wa Chama cha Mapinduzi na utofauti wa chama cha Chadema, lakini vipi kuhusiana na utofauti wa chama cha ACT Wazalendo? Ni chama cha namna gani? Kuna mambo mengi ambayo yanatofautisha. ACT Wazalendo wanasema wao ni wajamaa wa kidemokrasia. Maana yake unajua kwa nini anasema ujamaa wa kidemokrasia? Kwa mfano mmoja mwepesa. Unajua ujamaa ni aina ya mfumo wa kisiasa au kiuchumi ambao ni mfumo wa kisiasa ambao wenyewe ni rafiki sana kama kuna utawala wa kiumla. Yaani utawala wa kiumla na una utawala wa kijamaa ni mapacha wazuri yanayopatana vizuri sana. Lakini kwenye uchumi wa kibepari, capitalism economy, uchumi wa kibepari ni mzuri sana kama kuna demokrasia. Kwa sababu uchumi wa kibepari naweza kusema wanasema ni uchumi wa ombo mwitu mwenye meno makali ndio nakula nyama. Kwa hiyo nguvu ya mtu na ushawishi wa mtu unamfanya aweze kuishi. Kwa hiyo kwenye ujamaa serikali ni kwamba inasimamia. Wewe unaweza kuwa na nguvu lakini nguvu yako ikalazimishwa kushusha chini. Unaweza kuwa na pesa ya kununua wilaya nzima ya Kibondo akamwambia hapana, huna uwezo kununua. Unaweza kutaka kununua hekari 100 akamwambia uwezo kununua mwisho 50. Lakini kwenye uchumi wa kibepari ni uwezo wako wa fedha na kuruhusu kuamua. Sasa hivi vitu kivitazama kwenye upande wa niyo kidemokrasia, maana yake wao ACT wanachotaka kusema hapo ni kwamba sisi ni wajamaa lakini ambao tunaruhusu demokrasia. Kwa hiyo unakuwa ni uchumi wa kijamaa, serikali inakuwa pia ni mzalishaji, anakuwa anaweka maslahi ya umma zaidi, anakuwa anaingilia hii uzalishaji, anakuwa na ushawishi kwenye bei, lakini unatoa nafasi pia ya demokrasia watu kuamua mambo yao. Hivi ni vitu vinavyotafsirika. Naam, ni Baraka John Chambara huyo, mchumi na mchambuzi wa masuala ya siasa hapa nchini na kimataifa. Na sasa ni wasaa wa Duru Uchumi na Biashara, tunaungana na Amina Semagogwa. Leo katika Duru Uchumi na Biashara ni kwamba wachimbaji na wasambazaji wa madini ya jasi katika wilaya ya Same mkoa wa Kilimanjaro wameomba serikali kuridhia kupandishwa kwa bei ya madini hayo kutoka shilingi 65,000 hadi 87,600 kwa tani moja, wakidai kuwa bei ya sasa hairidhishi na haitoshelezi gharama halisi za uzalishaji. Maombi hayo yametolewa katika mkutano wa wadau wa madini ya viwandani uliofanyika mkoani humo, uliowakutanisha wachimbaji, wasambazaji, wawakilishi wa viwanda pamoja na maofisa wa serikali. Wadau hao wamedai kuwa gharama za uzalishaji, usafirishaji na uhifadhi zimeongezeka kwa kiasi kikubwa, huku bei ya madini hayo ikibaki chini kwa muda mrefu, jambo linalowavunja moyo na kuathiri uendelevu wa shughuli zao. Na kwingineko ni kwamba wakulima wa tumbaku mkoa wa Tabora wameelezea malalamiko yao kuhusu bei ya $0 katika mazao ya zao hilo, hali inayosababisha hasara kubwa. Akizungumza wakati wa hafla ya jukwaa la pili la maendeleo ya ushirika mkoani Tabora, Bwana Nasoro Mandele amesema bei ya $0 inawadhalilisha wakulima. Mrajisi msaidizi wa sekta ya uhamasishaji Ibrahim Kadudu, akimwakilisha mrajisi wa vyama vya ushirika nchini, amesema shilingi bilioni 58 tayari zimewekwa katika akaunti ya benki ya ushirika kama mtaji, na kati ya hizo shilingi bilioni 10 zilitolewa na serikali kama sehemu ya kuimarisha taasisi hiyo muhimu kwa wakulima. Duru Uchumi na Biashara, mimi ni Amina Deogratias Semagogwa. Naam, asante sana Amina Semagogwa kwa hayo katika Duru Uchumi na Biashara. Na sasa ni wasaa wa Duru Michezoni, tunaungana na Marco Pastori. Na msikilizaji, moja kwa moja ni wasaa wa Duru Michezoni. Marco Pastori, habari ya mchana, habari ya wakati huu? Salama kabisa, bila shaka umeshinda poa. Mimi niko vizuri sana. Karibu sana katika dondoo za michezo. Asante sana. Tufahamishane tu machache kati ya mengi, bila shaka mengine unayafahamu. Lakini kwa jana kulikuwa na michezo kule Uingereza ambapo Newcastle alishinda bao 2 mbele ya Chelsea, na Manchester United alipigwa kipigo cha bao 2 na West Ham United. Lakini pia Tottenham Hotspur naye alichapika mbele ya Crystal Palace. Sasa watu wakawa wanasema
hawa jamaa wanakwenda kucheza Europa League na wote wamechapika. Imekuwaje? Wana finalisti wamechapika, inakuwaje hapo? Lakini mchezo mwingine wa kuvutia ulikuwa ni kati ya KMC ambao walicheza na Simba. Ni mchezo ambao comeback ilionyeshwa na Simba katika mchezo huo, licha ya kutanguliwa kwa bao la kwanza ilikuwa ya kipekee kulingana na namna ambavyo walicheza. Lakini mchezo mwingine wa kuvutia ulikuwa ni kati ya Barcelona na Real Madrid, na Barcelona alishinda bao 4-3. Yani ilikuwa weka tuweke. Unaona bana, na jana Mbappe ameingia kwenye vitabu vya historia kwa kufikia mabao 27 katika msimu wake wa kwanza toka amejiunga na Real Madrid, akimvuka Ronaldo ambaye aliingia katika msimu wa kwanza Real Madrid akaondoka na bao 26. Kwa ni historia ya kipekee kwenye klabu hiyo. Lakini lingine ni kuhusiana na michezo ambao unachezwa hivi sasa. Dakika 25 Tanzania Prison wanacheza na Coastal Union, na bado milango ni migumu kwa pande zote mbili. Na pale baadaye saa 12 dakika 30 jioni Kagera Sugar atakuwa akiwaalika Mashujaa katika dimba la Kaitaba. Hayo ni kwa Tanzania. Lakini kwa wenzetu huko Italy pale kutakuwa na Venezia watacheza na Fiorentina majira saa 1:30, lakini saa 3 dakika 45 Atalanta atacheza na Roma. Hayo ni machache tu kati ya mengi ambayo nimeona nikudokeze hapa, lakini kumbuka pia kesho mambo si mambo, ligi kuu itaendelea. Sawa bana. Lakini nikudokeze miongoni mwa story ambayo tutakuwa nayo kwenye Sports Corner usiku huu wa leo ni kuhusiana na Ronaldo. Masuala ya nidhamu na tabia kwenye soka. Je, hatima yake Uarabuni itakuwa vipi? Ndio tuseme amechoka au imekuwaje? Anahitaji changamoto mpya. Hivi majuzi utakumbuka kuna tukio lilitokea, akaondoka uwanjani baada ya kufanywa sub. Akaondoka jumla, akapitiliza nje. Hakuona sababu ya kukaa kwenye mbao ndefu. Alipopitiliza akaondoka na jezi. Panda gari yake nyumbani. Jeuri ni pesa. Jeuri ni pesa. Sasa tutajua kama kwa sababu mkataba wake unaisha msimu huu, hatujajua kama watamuongezea au la. Wengi wanasema kwamba huenda Ronaldo akiondoka kule Saudi Arabia na ligi tena ule umaarufu utarudi nyuma. Huenda wakampa. Sasa kuna tetesi kwamba huenda klabu pinzani na Al Nassr inaweza kumchukua. Okay. Shukrani sana Marco. Asante. Kufikia hapo tunatamatisha makala haya duru zetu la siri habari kuu leo hii. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetangaza leo kwamba imekubali kuanzisha majimbo mapya ya uchaguzi 8 katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imeanzisha mpango maalum wa kutoa ufadhili kwa wanafunzi wa kidato cha 6 waliopata ufaulu wa juu katika masomo ya sayansi. Na zaidi ya watu 100 wamefariki kufuatia mafuriko katika kijiji kimoja karibu na fukwe za Ziwa Tanganyika huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwisho wa makala haya duru zetu la siri. Msikilizaji, endelea kusalia nasi mpaka pale 2 kamili usiku wa leo ndani ya Mseto Leo.